Agnes Malangalila, mimi ni mwenyekiti wa wanawake wajane mkoa wa Njombe. Tupo hapa leo kwenye jengo hili, ukumbi wa ofisi za mkuu wa mkoa wa Njombe kwa ajili ya maadhimisho ya siku ya wanawake wajane duniani, ambapo kitaifa inafanyika kila tarehe 23 mwezi wa 6, lakini maadhimisho haya yanatakiwa kufanyika kila wilaya na kila mkoa. Kwa maadhimisho yetu sisi ya kihalmashauri au wilaya tulifanya tarehe 20 mwezi wa 6 pale kwenye kata ya Ramadhani. Baada ya hapo wajane walielekea Dar es Salaam Kibaha kwa ajili ya maadhimisho ya kitaifa. Tulipokuwa kule kwenye maadhimisho yale, wanawake tulipewa fursa mbalimbali, tulifundishwa fursa mbalimbali, tuliwezeshwa na wataalamu mbalimbali. Wakati huo mwezi wa pili pia tulipata semina pale Bagamoyo, Dar es Salaam. Kwa mkoa wa Njombe niliwakilisha mimi hapa mwenyekiti wa mkoa, ambapo nilizawadiwa mizinga hii 10 na mfadhili wetu ambaye anasomeka hapa. Sio kwamba alitoka serikalini, kuna mtu aliguswa na sisi wajane hasa tunaotoka sehemu mbalimbali. Kwa hiyo mimi nilipewa hii mizinga 10, lakini kwa kuwa nilikuwa peke yangu nilishindwa kurudi nayo. Safari hii tulivyokwenda kwenye maadhimisho tarehe 23 tulikwenda kukabidhiwa rasmi nikiwa na wenzangu ambao niliambatana nao. Kwa hiyo mizinga leo tumekuja hapa kama ishara mkuu wa mkoa aone kwamba kuna watu wanathamini wajane, wanatuwezesha ili tupate fursa za kiuchumi. Mizinga hii wametupatia kwa sababu wajane wengine wako mijini ambako hatuna mashamba, lakini tunaweza tukatafuta sehemu ambayo tukaning'iniza hii mizinga, tukaweza kupata asali na asali tukauza, tukaweza kupata fedha ikatukwamua kiuchumi. Hii mizinga kwa kuwa waanzilishi kabisa wa umoja huu ambao walikuwa wanapambania lazima tufike mahali, tulikuwa wachache kutoka pale Ramadhani, kwa hiyo tulikabidhiwa hii mizinga. Kwa hiyo tutakwenda kuitumia kama wanawake wajane kwa umoja wetu. Changamoto kubwa kwa wajane wa Njombe, kwanza wamesahaulika. Naamini jamii ya Njombe haithamini sana au haielewi kama kuna wanawake wajane ambao wanatakiwa serikali yetu iwatambue. Lakini sasa hivi nafikiri kwa kuwa tumepaza sauti na viongozi wametupokea vizuri kabisa, wapo tayari kutusaidia sisi. Changamoto yetu ilikuwa kwanza tufahamike, lakini pia tulikuwa hatuwezeshwi kwenye yale makundi maalum. Unakuta wanazungumzia walemavu, vijana, wanawake. Sasa ukishaweka wanawake, na sisi kweli ni wanawake, lakini unaingia kwenye kundi la mwanamke wa kawaida ambaye kupambana naye wanaangalia kwamba huyu mjane ataweza, hata tukimpatia fedha anaweza karejesha, hata mme ana kwamba ndio mdhamini wake akishindwa kurudisha. Kwa hiyo sasa hivi serikali yetu inaweza ikatuwezesha hata sisi ambao hatuna. Karibu CS Luxury Villa, sehemu ya kisasa yenye huduma bora za malazi, mapumziko, chakula na vinywaji katika mazingira tulivu na yenye kuvutia yenye kuzingatia faragha yako. Tunapatikana Njombe mji mwema, jirani na kituo cha afya. Unaingilia tenki la maji. Hii ni hoteli ya kisasa yenye hadhi ya Airbnb, ina honeymoon room, family room pamoja na single room. Ukiwa CS Luxury Villa Hotel utafurahia maisha kwa sababu mfumo wa vyumba vyetu ni wa Airbnb wenye faragha na utulivu wa kipekee. CS Luxury Villa tunakupa thamani ya kuperuzi kwa internet yetu ndani na nje ya viwanja vyetu. Karibu Njombe, karibu CS Luxury Villa. Weka booking mapema kupitia simu namba 0769325947. Karibu ufurahie wewe na familia yako, wewe na mwenza wako, wewe na ndugu zako au mwenyewe. CS Luxury Villa, tunajali furaha yako. Mwanamke mjane akifanyiwa ukatili sana sana anaathirika kisaikolojia, pia na familia yake kwa ujumla inaathirika kwa sababu yeye ndio mlezi mkuu wa familia. Sasa kama mama amekatiliwa, akipata madhara mama moja kwa moja ni sawa na wewe una kuku ana vifaranga vidogo havijajitegemea afu namuua kuku. Na maana yake vifaranga vile pia havitaweza kuishi. Kwa hiyo na sisi watoto wetu wanatutegemea sisi. Kwa hiyo sisi hatutaki kukutana na changamoto mbalimbali ambazo zinaweza zikazoofisha familia zetu. Lakini vile vile wajane wanakutana na changamoto za kunyanyapaliwa. Yaani mtu kishajieleza wewe ni mjane. Ndio maana umoja huu tumechelewa sana kuanzisha. Mimi kama mwenyekiti wa mkoa hata sasa napata shida sana kuwakusanya akina mama wajane. Wengine hawapendi hata wajulikane kama mimi ni mjane.
yanataka asijulikane kabisa, kwa sababu akishajulikana makundi mengine yanamtenga. Unakuta hata fursa mbalimbali anazikosa kwa sababu tu yeye ni mjane. Kwa wengine hawataki hata kujulikana kama ni wajane. Kwa hiyo pia kwetu sisi ni changamoto. Kwa sasa umoja wenu unakuwa kiasi gani? Sisi umoja wetu kwa mkoa wa Njombe ndio tunaanza. Mimi kama kiongozi nilianza kuwapata wanawake kama 60 ambao walikuwa wamejikana, wako tayari kwa jambo lolote kwenda kuungana na kuhamasisha wanawake wengine. Kwa kupitia mkutano huu wa leo nimekuta ni zaidi ya wajane 200, na sasa ni mwanzo tu, lakini Njombe tuna wajane wengi sana. Hatujapata takwimu kamili, lakini taarifa hizi zimekwenda kwenye vijiji na maeneo yote ya mjini hapa, kwamba viongozi wa serikali waweze kufanya sensa ya wajane wote ili watambuliwe, ili tuungane kwa pamoja, tuweke jambo letu kwa pamoja. Sio lazima tusaidiwe tu na serikali, hata sisi wenyewe tunaweza kuwezeshana, tunaweza tukasaidiana, tukainuana sisi kwa sisi. Sisi sio kwamba kwa kuwa ni wajane ndio tumeshindwa, tumechoka. Hapana, kuna wajane wengine wapo vizuri kuliko ambaye sio mjane. Na pia sisi sio kwamba kuwa vizuri kwa kifedha au kiuchumi. Wengine yani wana busara, wana mawazo mazuri, anaweza kumuelimisha mwingine. Pia tunasaidiana kuelimishana jinsi ya kuishi vizuri kwa uaminifu, kwa kujilinda, kwa kujitunza, ili tufike mahali wa familia zetu ziweze kuishi vizuri. Kwa hiyo sisi tukiwa pamoja tunaelimishana elimu mbalimbali, kiuchumi na pia kimaadili, ili na watoto wetu waishi vizuri. Unaangaliaje swala la kuwasaidia wajane kisheria, hasa kuzingatia kwamba baadhi ya familia zilikuwa zikiwanyanyasa? Sasa hivi serikali kwa kuwa imekwisha tutambua na wamekwisha anza kutusaidia kwa sehemu mbalimbali. Sasa hivi mjane asinyanyasike. Natoa rai kwa wajane wote, usinyanyasike, kwa sababu serikali yetu ina uongozi kuanzia kitongoji, mtaa, kijiji, wilaya na kata. Kwa hiyo mtu atoe taarifa. Kuna wanasheria sasa hivi, kuna wale wasaidizi wa kisheria wako huko kwenye vijiji na kwenye kata. Lakini vile vile tuna madawati. Kwa mfano kuna dawati la jinsia pale kituo cha polisi, kuna dawati ofisi za mkurugenzi, kuna dawati ofisi za mkuu wa mkoa. Kule tunasaidiwa misaada ya kisheria. Kwa hiyo mwanamke yeyote mjane sasa hivi hatapoteza haki yake, kwa sababu tumeamua kusimama kwa umoja wetu. Lakini sisi wenyewe pia miongoni mwetu wako wenye ufahamu, wenye elimu ambao wanaweza kumuelimisha mwingine. Pia mimi mwenyewe naweza nikawaelimisha wanawake wenzangu, kwa kuwa angalau kidogo nina idea. Mimi mwenyewe professional yangu mimi ni afisa maendeleo ya jamii, lakini ukiniona hapa unakuta mimi ni mwenyekiti wa wanawake wajane. Lakini vile vile kazi yangu niliyoajiliwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano, mimi ni mtumishi wa serikali, ni afisa mtendaji. Lakini katika elimu yangu mimi ni afisa maendeleo. Kwa hiyo naweza nikawasaidia wanawake wenzangu kuwapa elimu ya awali. Ndio unasema huyu ndio aliyebaka, wanatakiwa wapate ushahidi wa kisayansi kama alivyoeleza. Kwa hiyo tunatarajia mtakuwa mabalozi wazuri wa kuelimisha watu. Alafu vile vile ili upate msaada wa haraka, kuna namba zimetolewa, mwenzetu alituambia. Kuna 116. Ukiipiga muda wote inapatikana hata hapa ulipo na itajibiwa. Utaulizwa unapiga kutoka wapi? Unapiga kuripoti tukio gani? Ukimaliza kukata simu tayari utashangaa simu zingine za karibu na wewe zinakuja ili kukusaidia. Lakini kuna namba za maafisa ustawi wa jamii kila mkoa. Zimerushwa nchi nzima. Hata sisi hapa kwetu namba ya afisa ustawi wa jamii mkoa wetu ipo hewani. Na hapa naweza kuitaja. Unapiga muda wowote kwa ajili ya kuripoti tukio. Wakati mwingine uko kwenye mazingira huwezi kupata hizi kuwezeshwa kupata ushahidi kwa haraka. Unahitaji msaada wa wataalamu. Basi unapiga. Lakini kuna madawati ya polisi, kuna polisi kata. Hivi vyombo vyote tuvitumie ili kupata msaada wa haraka mara tukio linapotokea. Na tuache ile tabia ya kujivuta na ushauri wa pembeni, ndio unatupotezea muda mpaka tunapoteza ushahidi. Sijui tumeelewana. Kauli mbiu ya kampeni imelenga kujumuisha maadhimisho yote mawili, ikisema mtoto ni malezi, msingi wa familia bora na taifa imara. Leo tunakutana kwa lengo la kuimarisha misingi ya familia ambayo ndiyo nguzo kuu ya maendeleo ya taifa lolote. Familia ndiyo shule ya kwanza ya mtoto, na wazazi pamoja na walezi
ndio walimu wa kwanza wa maadili, nidhamu, uwajibikaji na uzalendo. Maadili tunayowajengea watoto leo ndiyo yatakayoamua aina ya viongozi wajao, wataalamu na wananchi wa kesho. Kampeni hii ya maadili na malezi chanya imelenga kuikumbusha jamii umuhimu wa mambo haya. Kwanza, maadili katika malezi ya mtoto, familia na jamii kwa ujumla. Malezi chanya ya familia yanamjengea mtoto kuwa baba, mama bora wa baadaye na kuwa mwananchi mwenye heshima, utu, utii na uzalendo na nchi yake. Maadili ndiyo msingi wa malezi bora ya mtoto. Pili, malezi chanya ni msingi wa familia bora kwa kuwa inaleta uwajibikaji katika malezi, ambayo ni ajenda ya kitaifa ya uwajibikaji katika malezi na matunzo. Malezi chanya ya watoto na matunzo ni mwongozo bora wa kuwa na familia ya watoto, wazazi au walezi wenye upendo, mshikamano, utii na kujenga familia bora. Tatu, familia bora ina nguzo tatu zinazolenga kuweka msingi wa uwajibikaji katika malezi na matunzo. Nguzo hizi ni mtunze, mlinde na mzungumze naye. Narudia, nguzo hizi ni mtunze, mlinde na zungumza naye. Nguzo hizi zikizingatiwa katika familia zinajenga uwajibikaji wa wazazi au walezi katika malezi na matunzo ya watoto na familia kwa ujumla. Unaweza ukatafakari mwenyewe binafsi. Karibu CS Luxury Villa, sehemu ya kisasa yenye huduma bora za malazi, mapumziko, chakula na vinywaji katika mazingira tulivu na yenye kuvutia, yenye kuzingatia faragha yako. Tunapatikana Njombe mji mwema, jirani na kituo cha afya. Unaingilia tenki la maji. Hii ni hoteli ya kisasa yenye hadhi ya Airbnb. Ina honeymoon room, family room pamoja na single room. Ukiwa CS Luxury Villa Hotel utafurahia maisha kwa sababu mfumo wa vyumba vyetu ni wa Airbnb wenye faragha na utulivu wa kipekee. CS Luxury Villa tunakupa thamani ya kuperuzi kwa internet yetu ndani na nje ya viwanja vyetu. Karibu Njombe, karibu CS Luxury Villa. Weka booking mapema kupitia simu namba 0769325947. Karibu ufurahie wewe na familia yako, wewe na mwenza wako, wewe na ndugu zako au mwenyewe. CS Luxury Villa, tunajali furaha yako.